Hivi ushawahi kujiuliza kwa nini kuna washikaji wana matatizo kibao, lakini bado unawakuta maskani wanacheka na kuchangamka kama hawana deni lolote? Na kwa nini wewe ukikwama tu kidogo kwenye foleni ya Ubungo au mteja akizingua kumlipa, unahisi dunia nzima imekugeuka? Leo nataka nikupe mchongo mmoja unaitwa Ustoa. Hii ni akili ya chuma waliokuwa wanaitumia mashujaa wa zamani ili wasiumbishwe na fujo za dunia. Na siri yenyewe ni ndogo sana. Maisha yana nakoti, ndoo 2 na koti tu. Ukichanganya hizi ndoo utaishi kwa stress mpaka uzeeke kabla ya wakati, lakini ukizitenganisha utakuwa na amani ya ajabu. Tuanze na ndoo ya kwanza. Hii ni ndoo ya vitu ambavyo wewe mwenyewe unaweza kuvibadilisha. Hapa kuna bidii yako kazini, jinsi unavyoamka asubuhi na jinsi unavyowajibu watu wanaokukwaza. Hapo ndipo nguvu zako zilipo. Kama ukiamua kuacha kuangalia udaku mtandaoni na kuanza kupiga kazi, hiyo ipo ndani ya uwezo wako. Huu ndo uwanja wako, hapa ndipo unaruhusiwa kukomaa. Sasa angalia ndoo ya pili. Hii ndiyo ndoo inayotutesa wengi. Hii ni ndoo ya vitu ambavyo huna uwezo navyo hata ufanye nini. Hapa kuna hali ya hewa, kupanda kwa bei ya mchele, foleni za magari, na lile jambo kubwa kuliko yote, mawazo ya watu kukuhusu. Haijalishi utakasirika vipi, huwezi kuzuia mvua isinyeshe kama imepangwa kunyesha. Huwezi kumlazimisha mtu akupende, na huwezi kuzuia umeme usikatike. Tatizo letu wa Bongo ni kwamba tunatumia nguvu nyingi sana kulalamikia vitu vya kwenye ndoo ya pili. Hebu piga picha. Umepanda daladala, gari limeharibika njiani. Unaanza kufoka, unamtukana konda, unamlaumu dereva na kuharibu siku yako nzima mpaka unafika kazini ukiwa umevimba. Lakini jiulize, hivi kufoka kwako kumerudisha injini ya gari? Jibu ni hapana. Umepoteza amani yako bure kwa kitu ambacho huwezi kukibadilisha. Huo ndo tunaita mkenge wa kifikra. Mshikaji mmoja mwenye akili ya kistoa akiona jambo limeenda mrama, anajiuliza kitu kimoja tu, na quote, hivi hili lipo ndani ya uwezo wangu? Na quote. Kama jibu ni hapana, anasema neno moja tu, na quote, potezea na quote, na anaendelea na 50 zake. Akili yake inabaki imetulia wakati wengine wanarushana roho. Kuishi kistoa haina maana uwe mvivu au usijali maisha. Hapana. Inamaanisha unakomaa 100% na kile unachoweza kukibadilisha, na unakubali kwa amani kile ambacho huwezi kukibadilisha. Inamaanisha unapambana kutafuta hela, lakini ukikosa leo, huanzi kulia na kujiona umefeli, bali unajipanga kwa kesho, maana kukosa kwa leo ilikuwa nje ya uwezo wako. Ukianza kuishi hivi, utakuwa mtu ambaye uyumbishwi kirahisi. Unakuwa huru. Hakuna bosi anayeweza kukunyima furaha kwa kukununia, na hakuna foleni inayoweza kukuharibia mudi. Unakuwa na ngome yako moyoni ambayo hakuna mtu anaweza kuivamia. Wiki hii, mteja akizingua au mambo yakienda tofauti na ulivyopanga, usipaniki. Usianze kulalamika sana kwenye status za WhatsApp kutafuta huruma ya watu. Tulia. Angalia ndoo yako ipi inahusika. Kama huwezi kuibadilisha hali, sema na quote, potezea na quote, kisha linda amani yako. Amani yako ndiyo mali yako pekee ya thamani ambayo hakuna mtu anaweza kukuibia. Hii ni video ya kwanza kati ya safari yetu ya video 200 kuelekea kwenye uhuru wa kweli wa akili. Karibu kwenye kijiwe hiki cha busara. Subscribe ili tujiunge pamoja kwenye safari hii ya kuifanya akili yako iwe ngumu kama jiwe. Safari ndo kwanza inaanza na mambo ni moto. Tukutane kwenye video ijayo.